The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kutofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Basi bila kupoteza wakati, leo ni siku ambayo tunaenda kuanza simulizi nyingine tena, simulizi mpya ya mwanadada ambaye anaitwa Happiness Mdee. Na tuna simulizi yake hapa ambayo amenisogezea na ametamani wengine wajifunze, haswa wazazi. Na Happy amesema yeye anaitwa Happiness Mdee na ana umri wa miaka 24 tu, na yeye anasema kwamba ametoka kwenye familia yenye watoto 10 na anasema wamebaki 9 kwa sababu mmoja alifariki dunia. Na anasema kwenye 9 kwa maelezo anavyoambiwa ni kwamba kwa baba tupo watatu, kwamba kwa baba, upande wa baba wapo watatu, wengine upande wa mama. Kwa nini anasema anaambiwa? Tutafahamu mbele huko, tutajua kwa nini anatumia neno naambiwa tupo hivyo. Sasa Happy anasema kwamba anataka kueleza kuhusiana na simulizi yake. Na pia kwa kukumbusha ni kwamba yeye anasema amezaliwa Moshi, Kilimanjaro, lakini anataka kueleza simulizi yake kuhusiana na umuhimu wa wazazi kulea watoto wao wenyewe. Kwa nini? Happy anatuambia wakati anapata kujitambua akiwa anaishi Tanga, hakuwa anaishi Moshi licha ya kwamba amezaliwa Moshi, lakini alikuwa anaishi Tanga. Anasema nilikuwa naishi kwa mama mkubwa, lakini mpaka anapata fahamu najua kwamba mama mkubwa ndo mama yangu mzazi. Kwamba Happy alikuwa anafahamu kwamba mama yake mkubwa ndo mama yake mzazi kwa sababu ndo alikuwa anaishi naye. Anasema nilikuwa nikiishi Tanga mimi na kaka yangu na mdogo wangu ambaye alinifuata. Anasema kwamba tulikuwa tunaishi maisha ambayo sio mazuri kabisa. Hayakuwa maisha ya kuridhisha. Hayakuwa ni maisha ambayo tulipaswa kuyaishi kama watoto. Hayakuwa ni maisha ambayo tulistahili kuyaishi kama watoto. Happy anasema nimepitia mambo mengi makubwa, mazito, magumu, lakini nikiwa kwa mama yangu mkubwa ambaye nilikuwa ninamfahamu kama ndo mama yangu mzazi. Sikuwahi kujua kama sio mamangu mzazi, alikuwa ni mamangu mkubwa. Kwa hiyo Happy anasema kwa mama mkubwa alikuwa anaishi yeye, kaka yake na mdogo wake mwingine ambaye amemfuata Happy. Na anasema kwamba mara nyingi sana mama mkubwa alikuwa akitembea kwenye makanisa akiomba tusaidiwe mimi na hao ndugu zangu, na alikuwa akisema kwamba sisi ni yatima, wazazi wetu walikufa kwa ajali. Huku anasema yeye tunamuita mama tukijua yeye ndo mama yetu, lakini hajawahi kutuweka wazi. Ila kwenye makanisa, tukifika kwenye makanisa kwenye kwenda kuomba msaada, ndo anasema kwamba wazazi wetu wamekufa kwa ajali, kwa hiyo sisi ni yatima, mimi na hao ndugu zangu, kaka yangu na mdogo wangu aliyenifuata. Kwa hiyo anatolea yeye, ndo maana anaomba msaada. Kwa hiyo Happy anasema na mama mkubwa alikuwa anafanikiwa, alikuwa anapewa msaada, lakini anasema kumbe haikuwa kweli, ilikuwa ni njia yake ya kujipatia kipato tu na maisha yaliendelea. Ila siku zilipozidi kusonga, Happy anasema mambo yalikuwa magumu mno. Tulikuwa tunapitia mambo mazito mno, haswa mimi pia anasema ambaye nilikuwa ni wa kike. Nimepitia manyanyaso mengi, ukatili, nimepitia mambo ya ajabu sana. Na Happy anasema kwamba siku moja baada ya maisha kuendelea kuwa magumu, anasema siku moja
tulikuja Moshi kutokea Tanga na tulikuja kusalimia. Na anasema tulipofika nikamwona mama mmoja ambaye kwanza alionyesha kufurahi sana kutuona. Alionyesha kufurahi sana, lakini sisi hatukuwa tumekuja kwa ajili ya kukaa milele. Tulikuwa tumekuja kusalimia. Lakini Happy anasema huyo mama alikuwa anamsihi sana mama mkubwa atuache ili sisi tuishi naye. Happy anasema alimuomba sana, alimuomba mno, lakini mama mkubwa alikataa kata. Na Happy anasema kiukweli kwa maisha ambayo nilikuwa tunaishi Tanga, ni angekubali akasema tubaki, hata mimi ningeridhia kubaki nikiona labda maisha ya huku yangekuwa tofauti na ya kule Tanga. Kwa hiyo pia anasema mama wangu mkubwa alikataa kata, lakini yule mama akamsihi mama wangu mkubwa basi amwachie mdogo wangu. Akawa anamwambia basi niachie mtoto mdogo, na kuomba niachie huyo mdogo ambaye anasema hapo ni mdogo wangu. Lakini Happy anasema kwamba mama mkubwa wangu bado aliendelea kukataa, na anasema mdogo wangu alikuwa na hali mbaya, alikuwa ana hali mbaya zaidi ya sisi, na ni kama alikuwa anaumwa, kwa sababu anasema mdogo wangu kwa hali ambayo alikuwa nayo na namna ambavyo mama mkubwa alikuwa anatulea, alikuwa anatuacha bila chakula. Wakati mwingine asa ingine anaondoka hatuli kutwa nzima, anatuacha nyumbani hatuli, hajaacha chochote chakula, hakuna chochote cha kupika. Kwa hiyo anasema tunabaki vile wenyewe bila chakula. Kwa hiyo anasema muda mwingine tunaenda kwa watu, na anasema walikuwa wanaishi kwenye nyumba za kambi. Kwa hiyo anasema kwa tunaenda kwenye nyumba za watu huko, tunaingia tunatafuta hata viporo, yani chochote kitu, na watu walikuwa, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanatuonea huruma mimi na mdogo wangu, basi tunatafuta chochote kitu tunakula na tunarudi na tunafuta midomo, tunarudi nyumbani, yani kama vile hatujapewa chochote kile. Na Happy anasema hapakuwa na mtu ambaye hakutuhurumia. Tulihurumiwa na kila jirani aliyekuwa anatujua. Lakini pia unajua binadamu ana tabia kuchoka ili kusaidia, hata kama ni kutia huruma na nini, kwa sababu bado anatuona tuna mama yule alikuwa anafahamika kama mama yetu. Kwa hiyo walikuwa wanatuhurumia, lakini pia walikuwa wanamuogopa mama mkubwa. Alikuwa ni mkorofi sana. Alikuwa ni mkorofi mno. Na pia alikuwa anaonesha na anawaambia majirani kwamba wasitupe kitu chochote kile chakula. Kwa hiyo mambo alikuwa ni mkorofi sana. Kwa hiyo pia anasema hiyo ndio sababu kwamba ilikuwa inamfanya mdogo wangu aonekane dhaifu, anaumwa, hatuli kwa wakati, hatupati chakula kizuri, tunakula kwa kuunga, mama mkubwa anaondoka na tuacha wenyewe. Kwa hiyo Happy anasema kwamba ile ndio sababu ya kumfanya mdogo wangu aendelee kunyong'onyea zaidi na zaidi, maana yeye alikuwa ni mdogo zaidi ya mimi hapa. Kwa hiyo Happy anasema mama alimuomba sana na kumsihi, alimsihi na kumsihi, akamuomba mno kwamba basi nimwache amwache huyu mdogo ambaye sasa ni mdogo wangu, kama amekataa kubaki na tubaki wote mimi na kakaangu, basi amwache huyu mdogo. Kwa hiyo Happy anasema mwishoni kabisa mama mkubwa alikubali kumwacha mdogo wangu, ila mimi alikataa kuniacha. Kwa hiyo tukarudi Tanga na maisha kaendelea. Mara mama anatuacha ndani, anasema anaenda arudi, anakaa hata wiki 2, tupo tu wenyewe, harudi, hajali ya nini. Happy anasema kwamba tulikuwa tunaishi maisha ya ajabu sana. Tunaachwa ndani, mama anaenda, harudi hata wiki 2, hajaja, hajali, tupo tu wenyewe, tukipata chakula haya, tukikosa haya. Hivi anasema aliendelea hivyo, na ikawa wiki tu, anaweza akakaa hata mwezi hajarudi, akiacha vitu vichache hivyo vimeisha, basi ndo tunakula kwa kuhangaika. Wakati mwingine anasema kakangu akawa ana wakati mwingine anaenda kufanya vibarua huko, wanaenda kuvua samaki na nini, ili basi tupate chochote kitu chakula, kwa maisha yalikuwa ni magumu. Mama mkubwa anaweza akaondoka, kakaa mwezi, wiki 2, wiki 3 hajarudi. Hicho alichowaachia ndio hicho anaondoka.
Lakini Happy anasema maisha yakaendelea, tukiwa tunaendelea maisha ya kuunga hivyo, lakini anasema Mungu akabariki, mama mkubwa akapata mahali akajenga. Kwa hiyo tukatoka kule kambini. Sasa tukatoka kule kambini tukaenda sehemu alipokuwa anajenga. Happy anasema yani hapo ndo maisha yalipokuwa mabaya na mabaya zaidi. Na Happy anasema eneo lile ndio ambalo lilibadilisha historia ya maisha yake tena. Eneo lile baada ya kutoka mama mkubwa alipojenga, akaenda kuishi huko alipojenga. Happy hapo anasema anajua kwamba ni mamake. Anafahamu kwamba yule ni mamake. Alikuwa hajui kama sio mamake, ila ni mamake mkubwa. Kwa anasema mama mkubwa akajaliwa kujenga nyumba, tukatoka kambini tukawa na kwetu sasa. Na hapo anasema nikaachwa mimi, ndio nilikuwa mdogo, alafu kaka yangu na anasema na mtoto wa mamangu mkubwa ambaye alikuwa ni rika na kaka yangu. Lakini pia anasema kuna mtoto mwingine ambaye alikuwa ndio kijana mkubwa, na anasema kwa sisi yani hiyo alikuwa mkubwa, mtoto wa mama mkubwa ambaye alikuwa ni mkubwa, alafu kuna mwingine ambaye alikuwa ni rika na kaka yangu ambao wote walikuwa wa kiume, alafu mimi ndo nilikuwa wa kike. Anasema sasa mama akawa anakwenda anakaa hata mwezi na masiku ndio anarudi. Anasema nikakaa mpaka nikafika miaka 9 ndo nikaanza kwenda shule. Nimechelewa kwenda shule, nimeanza na miaka 9. Anasema sasa hapo ndani niko na vijana 3. Mama hayupo. Anasema ni mama akija leo anakaa kidogo anaondoka, anakaa muda mrefu sana bila kurudi. Mimi nikawa nimeanza shule nikiwa na miaka 9. Nimechelewa lakini ndio muda ambao nimepata nafasi ya kuanza shule. Kwa nikaanza shule. Na pia anasema tukawa tunaendelea kuishi maisha hayo, na pia nasema ikabidi sasa tuendelee pia, yani tuone kama ni hali ya kawaida, tuizoee, kwa sababu hata tusipoizoea tutafanyaje? Hiyo ilikuwa ni toka tupo kambini. Mama mkubwa alikuwa na tabia ya kuondoka. Kwa hiyo hata tulipohamia kwetu akawa tabia yake ni ile ile, lakini uzuri na mimi ilifika wakati, kwa hiyo na mimi nikawa naenda shule. Tofauti na mara ya kwanza mimi nilikuwa nabaki nyumbani peke yangu. Kwa nasema nikawa naenda shule na mimi. Lakini Happy anasema kwa nini historia yake imebadilika kwenye ile nyumba? Kwa nini mambo yameanza kuwa mabaya? Kwa nini ameanza anataka kusimulia hii simulizi na kutaka kwamba wazazi wawalee watoto wao wenyewe? Kitu gani haswa? Happy anasema nilipofika miaka 10, kaka yangu ambaye ni mtoto wa mama mkubwa, ambaye ndio mkubwa kwetu sote hapa nyumbani, anasema alikuwa ndo mkubwa, tofauti na yule mtoto wa mama mkubwa mwingine ambaye amelingana na kaka yangu mimi. Hapana, anasema huyu alikuwa ni mkubwa kuliko sisi sote hapa nyumbani. Hata mama mkubwa alikuwa akiondoka maagizo anamwachia kwa sababu Yesu ndo mkubwa. Anasema siku moja tumelala, mimi nalala mwenyewe na wao wanalala wenyewe 3. Kwa hiyo mimi anasema mimi nalala peke yangu kwa sababu mimi ni wa kike. Anasema usiku mmoja nilishtuka nikamkuta kaka ambaye ni kaka huyo mkubwa yupo kitandani kwangu, na alikuwa anang'ang'ana kunivua suruali ambayo nilikuwa nimeivaa. Happy anasema nilishtuka kwa nguvu usingizini, alafu nikajikuta nimeita kaka kwa nguvu. Na Happy anasema nilikuwa nimezoea wote kuita kaka. Kwa hiyo nilishtuka na kuita kaka kwa nguvu. Na nilivyoshtuka na yeye mwenyewe akashtuka, akaniambia kwamba nikae kimya, hakuna chochote kinachoendelea. Akaniambia nikae kimya na akatoka, lakini akaniambia lala na usiseme chochote kwa yoyote. Lakini Happy anasema nikawa najiuliza, yani nipo nawaza nataka kufanya nini na kwa nini nimekuja chumbani kwangu. Lakini Happy anasema kaka yangu alisikia na kuniita, akaniuliza kuna nini. Aliniita akaniuliza kuna nini, na Happy anasema sikumwambia kitu, nikalala pale. Anasema nikalala mpaka kumekucha. Happy anasema ikaja siku nyingine tena kikatokea kitu hicho, lakini ile tena nikawahi kupiga kelele, kwa hiyo wakasikia kule, akaanza kuita niambia kwamba nisiseme chochote, akatoka. Kesho yake tena kakangu akaniuliza kula nini. Happy anasema hapo sasa nimeshaanza kujawa na wasiwasi. Moyo wangu umeshaanza kupata na wasiwasi na uoga na hofu. Itakuwaje?
Happy atamwambia kaka yake kinachoendelea, atakaa kimya. Na je, akiendelea kukaa kimya, huyo kaka yake ambaye ni mtoto wa mama yake mkubwa atafanikiwa kufanya anachokitaka kumfanya? Na mama yake mkubwa huko anapokaa anawaacha watoto wa kiume, hapo na watoto wa kike anawaacha wenyewe. Ni kitu gani haswa ambacho kitatokea? Simulizi ya Happy ina mengi sana, ina vitu vingi sana vya kujifunza. Ni simulizi ambayo huenda tutakuwa tukilia kwa pamoja hapa. Huenda tutakuwa tukifuta machozi ya Happy kwa pamoja kwa yale ambayo ameyapitia akiwa binti mdogo, akiwa bado mdogo. Kapitia mengi magumu, mazito ambayo kwa masikio ya kawaida kwa mzazi kuyasikia binti yake amefanya vitu kama hivyo, ataumia. Usiache kuendelea kufuatilia simulizi ya Happy. Yako mengi sana ambayo natamani kukuambia na wewe yakufikie. Yanaumiza, lakini tunajifunza kupitia Happy. Na mwisho kabisa, kama Happy ataridhia, basi pia tutazungumza naye tujue hali yake ya sasa ikoje baada ya yote ambayo yametokea. Mimi naitwa Madam T, niwatakie jioni njema.